Naam, karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zaidi. Benki Kuu ya Dunia imepiga marufuku ya miaka 5 kampuni ya Webmasters Kenya Limited na mkurugenzi wake James Ayugi kushiriki miradi yoyote ambayo inayofadhiliwa na benki hiyo. Marufuku hiyo inatokana na ufichuzi kwamba kampuni ya Webmasters ambayo ilihusika kubuni mfumo wa e-Citizen hapa nchini Kenya ilihusika kwa udanganyifu na vilevile ubadhirifu wa fedha kwenye mradi ambao ulifadhiliwa na benki kuu nchini Somalia. Hatua ya benki hiyo inazidi kupiga kurunzi mfumo wa e-Citizen ambayo umekuwa ikiandamwa na sakata mbalimbali hapa nchini. Mwanahabari Jeff Kirui na taarifa zaidi. Benki Kuu ya Dunia ilipochapisha hatua ya kupiga marufuku kampuni ya Webmasters Kenya na mkurugenzi wake James Ayugi, ilifungua ukurasa wa kutathmini kwa undani kandarasi zake za awali, ikiwemo mfumo wa utoaji huduma kwa umma nchini wa e-Citizen. Uchunguzi wa Benki Kuu ya Dunia ulibaini kuwa mkurugenzi huyo wa Webmasters Kenya James Ayugi aliwasilisha pendekezo la ufadhili wa mradi wa mfumo wa kidijitali wa kuwainua na kuboresha maisha ya wakazi wa Somalia mwezi Julai mwaka 2020. Pendekezo ambalo lilijumuisha wataalamu wawili ambao baada ya uchunguzi wa Benki Kuu ya Dunia ilibainika kuwa hawakuhusika, licha ya kuwa Ayugi tayari alipokea kima cha shilingi milioni 43 kwa minajili ya utendakazi wao. Kampuni ya Webmasters Kenya imekuwa ikiandamwa na utata nchini Kenya kufuatia mfumo wa e-Citizen, haswa kuhusu ni nani haswa anamiliki na kuusimamia mfumo huo. Mwezi Machi mwaka huu, katibu katika Wizara ya Fedha Dr. Chris Kiptoo alikabiliwa na maswali kuelezea kamati ya Bunge la Taifa kuhusu uhasibu iwapo mfumo huu unamilikiwa na kusimamiwa kikamilifu na serikali. Umiliki wake umekuwa chini ya utata mkubwa baada ya mkaguzi mkuu wa fedha kubaini kwamba shirika la International Finance Corporation liliwasilisha e-Citizen kwa serikali mwaka 2017. Hata hivyo, Januari mwaka 2023, Wizara ya Mawasiliano na kampuni hiyo ya Webmasters ilitia saini mkataba wa kuikabidhi serikali umiliki na usimamizi wa mfumo huo kikamilifu. Hatua iliyoibua maswali kuhusu ni lini umiliki na usimamizi wa e-Citizen ulirejeshwa kwa kampuni hiyo baada ya IFC kuikabidhi serikali ya Kenya. Ripoti ya mkaguzi mkuu kutoka mwaka 2014 hadi mwaka 2025 ilifichua kuwa e-Citizen ilipokea takriban shilingi milioni 492 na dola 414 ambazo zililipwa kwa kampuni ambazo hazikuwa na mkataba na kampuni zilizokuwa na mkataba na wahusika wa e-Citizen. Miongoni mwa waliopokea pesa kutoka e-Citizen ni pamoja na PesaFlow iliyopokea shilingi milioni 68.7 na dola milioni 48.1, takriban shilingi bilioni 6.2, licha ya kuwa PesaFlow haikuwa miongoni mwa akaunti zilizoidhinishwa kupokea pesa kutoka mfumo wa e-Citizen. Jeff Kirui, KTN.